unajua kuwa kila dakika mwanamke mmoja Afrika anapoteza maisha kwa saratani inayozuilika? Kwa mujibu wa takwimu za Shirika la Afya Ulimwenguni WHO, saratani ya shingo ya kizazi ni saratani ya 4 kwa kuwapata wanawake wengi duniani. Sababu kuu ya saratani ya shingo ya kizazi ni maambukizi ya muda mrefu ya virusi vinavyojulikana kama Human Papilloma Virus au HPV. 2022 pekee kuliripotiwa takriban kesi mpya 660,000. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, saratani ya shingo ya kizazi haina dalili katika hatua za mwanzo, na hii ni saratani ya mlango wa kizazi. Kwa mujibu wa takwimu za Shirika la Afya Ulimwenguni WHO, saratani ya shingo ya kizazi ni saratani ya 4 kwa kuwapata wanawake wengi duniani. Mwaka 2022 pekee kuliripotiwa takriban kesi mpya 660,000 duniani kote, huku vifo vinavyotokana na ugonjwa huu vikifikia takriban 350,000. Wataalamu wa afya wanasisitiza kuwa kupitia chanjo ya HPV, uchunguzi wa mara kwa mara na elimu sahihi kwa jamii, saratani ya shingo ya kizazi inaweza kuzuilika na kuokoa maisha ya maelfu ya wanawake. Tunapozungumza swala zima la saratani ya mlango au shingo ya kizazi, hii ni saratani ambayo mara nyingi huwa inatokea kwa wanawake, kwa sababu mlango wa kizazi au shingo ya kizazi iko kwa wanawake. Na saratani hii huwa inasababishwa na kirusi ambacho inaitwa Human Papilloma Virus au HPV virus. Na mara nyingi kirusi huyu anapatikana kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo huyu ni kirusi ambaye anasababisha asilimia zaidi ya 90 na ya hiyo saratani ya shingo ya kizazi. Kuna asilimia chache ambazo sio lazima ahusike yeye, lakini asilimia kubwa ndio kisababisha. Ugonjwa huu huanza pale seli za kawaida zilizopo kwenye shingo ya kizazi zinapobadilika na kuwa seli zisizo za kawaida, kisha kuanza kukua bila mpangilio. Ukuaji huu usipodhibitiwa unaweza kuunda uvimbe wa saratani endapo hautagundulika mapema. Cha kwanza kabisa ieleweke, saratani ya mlango wa shingo ya kizazi ni saratani ambayo kwa asilimia kubwa nilivyosema inaambukizwa na huyo kirusi. Huyo kirusi mara nyingi huwa anaweza mtu akampata kwa njia ya kujamiana. Kwa maana ya kwamba ni virahisi sana kama mwanaume atakuwa na wale virusi, basi kumwambukiza mwanamke. Na ieleweke kwamba wanaume huwa hawapati hiyo saratani kwa sababu tu hawana hiyo shingo au mlango wa kizazi. Lakini kinachoangaliwa kikubwa pale sasa ni kwamba pamoja na hayo yote, wanawake 100 wakipata wale virusi, tunamshukuru Mungu kwamba wanaweza kuendeleza ule ugonjwa ukaendelea kwenda kuwa saratani na asilimia 20 tu. Asilimia 80 ya wanawake huwa wanapona, kwa maana kwamba ulinzi wa mwili unaweza kushambulia wale virusi na wakaisha. Lakini wakipata 100, asilimia 20 wataendelea kupata ule ugonjwa. Kwa hiyo sio kila mtu ambaye ana hiyo Human Papilloma Virus au hiyo kirusi ambaye anaweza kaishia kupata saratani ya shingo ya kizazi. Hivi unajua kuwa kila dakika mwanamke mmoja Afrika anapoteza maisha kwa saratani inayozuilika, na hii ni saratani ya mlango wa kizazi. Kama nilivyosema, asilimia kubwa ni hiyo. Kirusi huyu anapatikana kwa njia hiyo kubwa, lakini kuna wengine wanaweza wakapata changamoto hiyo tofauti na huyo kirusi. Sasa ni ya kitaalamu kidogo, lakini labda nielezee kidogo. Kinachotokea ni kwamba huwa mwanamke au mtoto hakika anapokuwa, kunakuwa na mabadiliko makubwa sana kati ya sehemu ya chini ya uke, kwa maana ya kwamba ile shingo ya kizazi na kuna kizazi na shingo ya kizazi, lakini huwa kuna mpaka ambao kitaalamu tunaita transformation zone. Mpaka huo mtu anapokuwa binti na anapokaribia kuvunja ungo, huwa kuna mabadiliko yanatokea pale kwa mtu kutoka ule ubinti kwenda utu uzima, na eneo lile huwa linahusika sana katika mabadiliko hayo. Sasa tunasema ni transformation zone kwa sababu ni eneo ambalo huwa linabadilika sana. Seli huwa zinabadilika kutoka ile eneo la chini la shingo ya kizazi kwenda kwenye kizazi. Sasa wakati wa mabadiliko hayo, ikitokea mwanamke amewapata wale hao virusi, huwa wanajiingiza kwenye ile mabadiliko. Tunaita incorporation kwa sababu na ni DNA.
ni vinasaba hivyo. Kwa hiyo wenyewe wanajiingiza pale, ukishajiingiza pale kwenye ile mabadiliko ya haraka, kwa sababu kirusi huwa anapenda sehemu zenye mabadiliko ya haraka. Kwa ile transformation zone una mabadiliko ya haraka. Kwa hiyo inachotokea pale ni kwamba wakijiincorporate, na kwa bahati mbaya mtu huyo akiwa sasa ni mmoja wapo wa wale 20% ya wanaoendeleza ugonjwa, basi ile eneo linabadilika, baadaye linazaa hiyo saratani. Sasa kuna baadhi ya watu wachache ambao hata kama asipokuwa na wale virusi yao maeneo yao yanapobadilika yanaweza yakabehave abnormally. Tuna aina nyingine ya saratani ambayo tunaita adenocarcinoma. Hao ni wachache sana, asilimia ambao wao wanapata bila kuwa na hao virusi. Kwa hiyo kikweli ni asilimia chache, lakini asilimia kubwa kirusi huyo ndo anasababisha. Cha kwanza ieleweke kwamba ugonjwa huu wa saratani ya shingo ya kizazi una changamoto kidogo kwa maana ifuatayo. Cha kwanza ni kwamba hatutegemei sio kama magonjwa mengine ambayo ukiona dalili unaweza kukimbia ukawahi. Ugonjwa huu kwenye muda wa awali ambapo mtu anaweza kafanya matibabu ya uzuri au ambayo yanaweza kuleta matokeo mazuri, ni muda hapo hauna dalili. Na ugonjwa huu wale virusi wakipatikana leo, ugonjwa unaweza kuonekana miaka 10, 15 mpaka 20. Kwa maana nyingine, hii ni saratani ambayo ni mojawapo ya saratani pekee inayotibika ikiwa ukigundua wa mapema, ukiwahi. Na kwa sababu basi ukipata wale virusi huwa wanachukua muda mrefu katika kubadilisha hiyo eneo mpaka itokee saratani, ina maana mtu akianza kuona dalili za saratani hatakuwa ameshachelewa. Hivyo ndio maana ya kwamba mojawapo ya nguzo kubwa sana ambayo hata wenzetu wa nchi zilizoendelea wamefanikiwa huwa ni kufanya kipimo, screening. Kwamba ni saratani ambayo ikigundulika kwenye hatua za awali mtu anatibika na kizazi hakiondolewi, ataishi maisha ya kawaida kama mtu mwingine. Ukichelewa kidogo, tukigundua, basi huyo aliyechelewa kidogo, tutatoa kizazi na shingo ya kizazi na kila kitu. Huyo amechelewa kidogo. Aliyechelewa sasa amekuja kwenye stage ile kabla ya 3 na kuendelea, huo ni yule ambaye anapata mionzi na dawa ambazo tunaita chemotherapy. Sasa huyo kidogo kweli hajawahi, kwa sababu matibabu yanasaidia lakini ana changamoto zake. Aliyechelewa kabisa ni yule ambaye sasa yuko kwenye hatua ya mbali, hatua ya 4, ambapo mara nyingi huwa tunaboresha hali yake ya maisha, lakini tunaita prognosis, maendeleo yake ya matokeo sio mazuri. Hao ni watu ambao utawakuta ile saratani imemla kiasi kwamba kama ni mwanamke, kama nilivyosema, unaweza kukuta haja ndogo na haja kubwa zinatokea kwenye uke. Unaweza kujifikiria mwanamke jinsi gani ambavyo kwenye uke kulivyo na haja kubwa na ndogo zikatokea eneo hilo. Tunaita rectovaginal fistula au vesicovaginal fistula. Kwa hiyo unakuta kuna muunganiko, yani ile saratani imekula kote, kwa kutokea muunganiko wa eneo la haja kubwa na eneo la haja ndogo kuja kwenye uke. Hiyo ni hatua ambayo hatuipendi na inasikitisha sana, sababu mtu ina maana muda wote anakuwa kwenye pampers kama mtoto mdogo. Kwa hiyo unaweza kaona sasa hatuna dalili nzuri za kukuashiria kwamba hii ni saratani, kachukua hatua. Hapana. Kwa hiyo nchi zilizoendelea nyingi walioweza kupunguza hizi changamoto walienda wakaongeza coverage ya mambo ya screening, kutesti, na vile vile wakatumia chanjo. Sisi ni mashahidi hapa nchini mwetu, ipo, lakini pamoja sio kwa kiasi kikubwa sana na watu wamehamasika kiasi. Lakini ukweli tunasema mainstay au kitu ambacho kinaweza kutusaidia kupunguza shida kwa asilimia kubwa sana ni kuongeza coverage ya watu wanaopata chanjo na kuongeza idadi ya watu wanaopata hiyo screening kwa ajili ya kuangalia zile dalili za awali ambazo hazionekani kwa macho na mtu hawezi kuona kwamba damu inatoka au nini, kwa sababu kwa dalili ambazo zinatokeaga ambazo tunasema huyo mtu tayari ameanza kuchelewa, huwa ni kutokwa na damu wakati wa tendo au wa kujisafisha chini, tunaita contact bleeding au postcoital bleeding. Lakini vile vile huwa mtu anatoka na maji mengi kwenye eneo la uke yenye harufu. Sasa sio kila maji yanayotoka kwenye uke ni saratani, lakini hiyo damu inakuepo na vile na maji yanakuepo. Kuna sababu nyingine nyingi ambazo zinaweza kuleta dalili hizo,
lakini saratani huwa zinaleta dalili hizo pia. Kwa hiyo mtu asije akaona anatokwa na damu, sio anatokwa na maji akisema ni saratani, hapana. Lakini dalili hizo zipo. Lakini dalili hizo basi ni dalili ambazo zinaashiria ugonjwa umeshafika mbali, kwamba tunasisitiza sasa ili mtu awahi lazima afanye vipimo, na vijana wetu wa miaka 9 mpaka 13 wapate chanjo. Pamoja na swala la chanjo juzi limeibua taharuki kubwa sana, kama mlivyosikia nyuma hapo, wazazi hawataki, wanaogopa na nini, lakini ukweli ndio huo. Nchi zilizoendelea wameshusha kiwango cha saratani ya shingo ya kizazi kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu vitu viwili. Kwa sababu ni ugonjwa ambao ni silent, hausemi chochote. Utafika kwenye hatua ambayo sasa ukipata hizo dalili tayari umechelewa. Sababu kuu ya saratani ya shingo ya kizazi ni maambukizi ya muda mrefu ya virusi vinavyojulikana kama human papilloma virus au HPV. Hivi huambukizwa kwa kupitia ngono. Mbali na HPV, sababu nyingine zinazoongeza hatari ya kupata ugonjwa huu ni pamoja na kuanza ngono katika umri mdogo, kuwa na kinga ya mwili iliyo dhaifu, pamoja na kuwa na wapenzi zaidi ya mmoja, kama anavyoeleza daktari. Mojawapo ya risk factor au ya hatarishi ni kwamba mara nyingi asilimia kubwa ya watu wanapataga kirusi mapema. Tunaita kwa mfano wale ambao wanaanza tendo la ndoa mapema, wale wanaoolewa mapema, kwa maana ya kwamba ni kama nilivyosema mwanzo, ni ule muda ambao mtu anatoka usichana kwenda utu uzima, na ile eneo tunasema transformation zone huwa linachangamka. Ikitokea mtu ameanza mapema sasa akawapata na wale virusi, ina maana atawapata kwenye huo muda wa miaka hiyo 15 mpaka 20 au mpaka 20 na. Kwa hiyo tutegemee wagonjwa wengi huwa ni mara chache sana kumuona mwanamke wa miaka 20 ana saratani ya shingo ya kizazi. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa amempata kati ya miaka 10 na kwenda 20. Ukimhesabu miaka yake 10 mpaka 15 atakuwa na ngapi? Kuanzia 35 kwenda mbele. Ndio maana asilimia 90 ya wanawake wenye changamoto ya saratani ya shingo ya kizazi wanaanzia 30 na kwenda mbele. Alimpata mapema sana kwa sababu kwa bahati mbaya hakuweza kufanya vipimo, akaona zile hatua za awali ambazo hazionekani kwa macho. Sasa miaka 35 na kuendelea janga limeanza kuonekana. Kwa hiyo ileweke kwamba hii miaka 10 na mpaka 20 na mara nyingi watu wanapataga hapo. Kitaalamu, saratani ya shingo ya kizazi hugunduliwa kupitia mchanganyiko wa vipimo mbalimbali vya uchunguzi, kama anavyoeleza daktari. Vipimo viko vingi, itategemea na setup kwamba mtu yuko wapi. Lakini kuna vipimo vingi tu ambavyo vinaweza vikafanyika, pamoja vingine ni vya kitaalamu. Tunachoita VIA, visual inspection with acetic acid, tunachoita VILI, visual inspection with Lucas iodine, lakini vile vile tuna colposcopy, ni kipimo ambacho kidogo ni cha darubini, kinaangalia mbali na tukatumia. Lakini vile kuna vipimo ambavyo ni very advanced, hivi vya DNA test, PCR DNA PCR ni kipimo kidogo ni expensive, lakini vinatumika. Ni kama vile vya HIV ambavyo ndani ya wiki tu mtu akipata anaweza kaonekana na kirusi. Ni expensive kidogo, lakini vipo vinatumika. Kwa hiyo itategemea na setup. Lakini kwa setup za kawaida, kwa sababu vile vile unapata majibu, hivi vya VIA au VILI au colposcopy ni vipimo ambavyo vinajitosheleza tu kukupa clue kwamba bwana kuna viashiria, kwa sababu kinachokupa ile sio ugonjwa, ni viashiria. Ndio maana kwa mfano mtu akipima ile akigundulika mapema pale, yani yeye anatibika moja kwa moja kwa cryotherapy. Hatuondoi kizazi, hatufanyi chochote, lakini anapona kabisa. Kwa hiyo ni saratani pekee ambayo ukiwahi unapona, lakini usipowahi basi kuna changamoto nyingi ambazo zitafuata. Saratani ya shingo ya kizazi maarufu kama cervical cancer ni aina ya saratani inayotokea kwenye kizazi, sehemu ya chini ya mfuko wa uzazi inayounganisha uterus na uke. Sehemu hii ni muhimu katika mfuko wa uzazi wa mwanamke, kwani huruhusu kupita kwa damu ya hedhi, manii pamoja na mtoto wakati wa kujifungua. Cha kwanza ieleweke kwamba ni saratani ambayo inashambulia mfumo wa kizazi cha mwanamke, na kwa bahati mbaya kama nilivyosema inaanza miaka ya 10 na 20 na kwa matokeo yataonekana miaka 30 na.
Kwa mtu ambaye hasa ameshafanya struggle yake ya kutosha, kisha mleta kama ni chuo kikuu, kama ni wapi, ndo anaanza familia. Mtoto wa kwanza labda wa pili ndo inatokea. Kwa hiyo madhara makubwa, cha kwanza ni kwamba ni kama ukatili fulani, kwa sababu mtu ndo anakuwa ameanza maisha anakutana na cha kwanza. Cha pili, kwa sababu inatoka kwenye shingo ya kizazi, huwa ile saratani ina tabia ya kutembea mbele na kwenda nyuma. Kwa athari yake kubwa ya kwanza ya saratani ni kama nilivyokuambia kwamba inaweza kufanya figo zikafeli. Figo zikafeli kwa sababu inavyotembea kutoka kwenye shingo ya kizazi, kuna vitu tunavita ureter, zinashusha mkojo kuja kwenye kibofu, huwa vinaathirika. Vikishaathirika mkojo ushiki tena chini, unaenda juu, unaharibu figo. Kwa cha pili, unaweza kuharibu ule ubora wa maisha, quality status, kwa sababu ya kwamba ile quality of life, kwa sababu fikiria sasa imefika stage ya 4, mtu ana miaka 38, kwa hiyo unakuta labda lile eneo la haja ndogo na haja kubwa vimeunganika tayari. Mtu ana miaka 38 anaweza kupata maisha ya kudumu labda hata miaka 50, na fikiria maisha atakayoishi, maisha ambayo sio mazuri na sio comfortable. Lakini vile vile saratani inaweza kusambaa pia, pamoja ya shingo ya kizazi huwa isambai sana, inakula hayo maeneo ya karibu na kuyaharibu. Kwa unaweza kaona kwamba ni saratani ambayo kidogo inafanya yale maisha ya mtu kutoendelea na kuyafurahia katika la kawaida. Na unajua figo zikifeli inakuwa changamoto pia, kwa sababu inaanzia kwenye hizo ureter na kwenda juu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mtu akifeli figo, maisha yake pia yanakuwa changamoto. Unataka ukafanya dialysis kila siku, gharama na nini. Kwa hiyo mambo kama hayo. Kwa hiyo kiukweli ni ugonjwa ambao unaleta changamoto ya figo, changamoto ya hizo fistula ambazo zinaharibu ile quality of life ya mtu na vitu vingine kama hivyo. Na wengine wanafikia mpaka saa nyingine kwa bahati mbaya wanapata changamoto ya kufariki. Lakini ieleweke pia, ukiwa kwenye stage kuanzia 3 na kuendelea, unapaswa upate mionzi. Matibabu ya mionzi na kemikali, tunaita chemotherapy, ambayo nayo matibabu magumu kidogo, lakini pamoja tunakawate wale tunao hapa, wengine wanapata improvement nzuri, wanaendelea na maisha yao. Kuna mjambo kama pamoja, sio kama mwanzoni, lakini wanapata unafuu, lakini ni matibabu kidogo ambayo ni magumu. Unakuta mtu kanyonyoka nywele mwili mzima, kapata vidonda mdomoni, kapata vidonda kwenye njia zake labda za haja kubwa na haja ndogo. Ni matibabu kidogo magumu, lakini wengine wanapata uaweni na wanaboresha maisha. Kwa hiyo hao ni madhila ambayo unaweza kukumbana nayo. Wataalamu wanasema ugonjwa huu unatibika endapo utagundulika mapema. Hata hivyo, daktari anashauri kuwa njia bora zaidi ya kujikinga ni kupata chanjo ya HPV mapema kabla ya kuanza kujamiiana. Hii ni kwa sababu virusi vya HPV huingia mwilini taratibu na madhara yake hujitokeza baada ya muda fulani. Tunazungumzia matibabu kama nilivyosema, tunaanza mapema sana, kwamba ni lazima basi tuanze na ili tuende sawa. Hatupaswi kufikia kwenye matibabu, tunapaswa kuzuia ugonjwa. Kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hasa kikubwa ni chanjo za mapema na kupima, kitu ambacho wanawake wengi hawajapima. Tupo kwenye kamera, nisije nikakuataki nawe nikakuuliza umepima. Lakini ukweli ni kwamba wanawake wengi hawapimi. Na kama tulivyosema, hii ni saratani ambayo ukigundua mapema unapona. Cha kwanza hicho. Lakini cha pili sasa, tuje kwenye zile hatua nilizosema. Hatua ambayo umewahi kidogo, kama nilivyosema, ni hatua ambayo itabidi tutoe kizazi. Hatutaangalia kama umezaa au hujazaa. Pamoja kwenye teknolojia ya kisasa, akija mtu ambaye kwa bahati mbaya hajazaa, tunaweza tukavuna mayai, tukaweka maabara, tukahifadhi. Siku ukitaka kuzaa, basi tunachukua unazaa. Lakini kwa mtu ambaye hataweza, na maana hataweza kwa sababu lazima tutoe kizazi, tuwe na mayai yote na shingo ya kizazi tutoe. Kwa hiyo mtu kawai kidogo kwamba yeye atakuwa na saratani, lakini hivyo vitu vyote tumeviondoa. Anayechelewa zaidi sasa kwenye hatua ya 3, kwa sababu hiyo ni hatua ya kwanza mwishoni na ya pili mwanzoni, ndio unaweza tukatoa kizazi. Ukishachelewa hapa kizazi hatuwezi kutoa tena. Kwa hiyo hatua nyingine sasa ni ile hatua ya kupata mionzi na ile dawa
ambayo tunaita chemotherapy, kama nilizokuwa nimezielezea hapa kwamba kidogo zinasaidia, lakini kidogo ni kamchakato. Sasa kwa yule ambaye amefika hatua 4 na kuendelea, huwa tunaita palliative care, kwamba huyu kazi yetu kubwa tunamboreshea maisha, lakini atakaa mpaka lini, hilo tunamwachia Mungu. Kwa hiyo hatua ya 4. Kwa hiyo matibabu yamegawanyika hivyo. Hawa wanaowahi kupima kila kitu wenyewe, wakikuta wana viashiria vya awali, lazima tunaita cryotherapy, tunachoma zile seli ambazo zina viashiria vya saratani, anakula bata maisha kama kawaida. Aliyechelewa kidogo tunatoa kizazi na kila kitu. Aliyechelewa zaidi atakula mionzi na nini na zile dawa za kemikali, chemotherapy. Aliyechelewa zaidi, huyo tunafanya operation kwamba tunamboreshea tu maisha. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, saratani ya shingo ya kizazi haina dalili katika hatua za mwanzo. Dalili huanza kujitokeza pale ugonjwa unapokuwa umeendelea. Baadhi ya dalili hizo ni kutokwa na damu pamoja na maumivu wakati wa kujamiiana. Inategemea na ameanza kufanya uchunguzi lini. Kwa mfano katika protocol ya kawaida, hawa miaka 9 mpaka 13 mpaka 16 wenyewe hawafanyi uchunguzi. Wanakula nini? Hizo chanjo, vaccine. Lakini unavyovuka sasa miaka kuanzia 20 na 30 huko, unaweza kuanza kupima. Na inategemea na wewe na mtu yukoje. Kama ni yule anaishi na virusi vya ukimwi, ana time yake. Wa kawaida ana time yake. Lakini mara nyingi miaka 3.5 anarudia kupima, hivyo anaendelea kwa interval ili kutrack. Kama nilivyokuambia, mtu ambaye ana miaka 10 mpaka 15, kwa hiyo inabidi ufanye tracking mpaka hata miaka 50 na kwa sababu tunashumu sasa kama ulishawapata huko mwanzoni mpaka miaka 50 na hawajaanza kujitokeza, sio rahisi tena. Kwa hiyo tuna muda na wale ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, kwa bahati mbaya wao risk yao ni kubwa kwa sababu kinga zao zinakuwa zimeshuka wakati mwingine. Kuna watu ambao checking zao ni za karibu ili utrack mapema. Kwa hiyo inategemeana na mtu, inategemea age yake imeanzia wapi kwa ajili ya kuongeza ule muda wa kucheka. Ushauri kama nilivyosema kuanzia mwanzo na nimesharudia sana, ninatoa rai kwa watu wote wanaitwa wanawake. Cha kwanza, kama una nafasi ya kupata chanjo, binti miaka 9 mpaka 13 16 kapate chanjo. Sababu ndio muda wa chanjo. Lakini kwa watu waliovuka above 18 kuendelea mbele, watu wazima hao, wanawake, ni vizuri wakaenda wakapima saratani ya shingo au mlango wa kizazi. Kwa nini? Kwa sababu ikigundulika mapema, mtu anapona kabisa. Hii ni saratani pekee ambayo unapona. Kwa hiyo mira yangu ni watu wapime, kwa sababu ukigundua ugonjwa mapema unatibika. Ni kwa bahati mbaya watu hawajui hizi changamoto zilizokuwa kubwa. Ukija Muhimbili kwenye wodi yetu pale wodi 21 sewaji, kama unaweza kuja kusalimia uje wachache na msaada uje. Lakini ukienda pia Ocean Road unaweza kushuhudia jinsi ambavyo watu kidogo wanapata changamoto. Kwa hiyo ni shida ambayo sijui niseme ni umaskini au ni mwitikio au ni attitude ya watu ambao hawana mwitikio wa kujitosheleza kwa ajili ya kupima. Lakini ni shida ambayo ikikupata inaweza kaleta changamoto nyingi kama utakuwa umechelewa. Gharama inategemea unapimia wapi. Kwa mfano ukienda baadhi ya maeneo hasa ya serikali wanapima bure. Mfano Mnazi Mmoja, ukienda Ocean Road, nenda tu mwambie nataka kupima. Nafikiri mara nyingi unaweza kupata msaada bure. Hospitali za private kuna kiasi unachangia. Sasa inategemea mtu na mtu. Inategemea umeenda wapi. Lakini baadhi ya hospitali za serikali huduma hiyo ipo na ni bure. Licha ya juhudi zinazoendelea kufanywa na wataalamu wa afya katika kutoa elimu kwa jamii na kuhamasisha chanjo ya HPV, bado swali linaendelea kubaki. Je, vijana wa kike ambao ndio kundi lengwa wanaelewa kiasi gani kuhusu saratani ya shingo ya kizazi? Ninaposikia kuhusu kansa ya kizazi, ninaelewa kwamba ni ugonjwa ama saratani unashambulia mlango wa kizazi wa mwanamke na unaosababishwa na kirusi kinachoitwa HPV ama kwa kirefu
human papilloma virus. Saratani ya kizazi mara nyingi haina dalili za mwanzo, lakini pale ambapo inaanza kuonyesha dalili, mwanamke mwenye ugonjwa huu anaweza kuhisi maumivu wakati wa kufanya tendo la ndoa, lakini pia anaweza kutokwa damu wakati wa kufanya tendo la ndoa ama baada ya kufanya tendo la ndoa. Lakini pia ata experience kutokwa kwa uchafu au uteute wenye harufu kali kila siku kwenye maumbile yake asili. Ili kujilinda na ugonjwa huu wa saratani ya kizazi, kwa sababu njia kuu ya maambukizi yake ni kupitia kujamiiana, mimi binafsi nachukua tahadhari ya kuwa na mpenzi mmoja, lakini pia kutumia kinga pale ambapo najamiiana na mpenzi wangu. Nadhani ni muhimu kwa taasisi zinazojihusisha na masuala ya uelimishaji jamii kwa masuala ya afya kufika mpaka vijijini, hasa mashuleni, kuwaelimisha watoto juu ya ugonjwa huu, lakini pia kuhamasisha kinga ama chanjo ya ugonjwa huu, kwa sababu ugonjwa huu una chanjo na watoto wa kuanzia miaka 9 mpaka 14 wana uwezo mkubwa sana wa kupokea chanjo hii na kudhibiti saratani ya kizazi kwao, lakini pia kuwaelimisha ili wao pia waelimishe jamii yao kuhusu ugonjwa huu. Umri sahihi wa elimu hii kutolewa ni pale ambapo mtoto anaanza balehe ama chini kidogo ya balehe, nikimaanisha miaka 8, miaka 9 na kuendelea. Kwa sababu tumeshajua kwamba namna kuu ya maambukizi iko vipi. Kwa hiyo nadhani ni muhimu sana kwa vijana wote wanaoanza balehe au ambao wanakaribia kuanza balehe kufahamu kuhusu ugonjwa huu. Saratani ya kizazi inatibika. Ni muhimu kujua dalili za saratani hii, lakini pia ni muhimu kupata chanjo ya saratani hii ili kuzuia maambukizi, lakini pia kuzuia athari za ugonjwa huu katika jamii.